Yes, mpenzi mtazamaji, kwenye picha si mwingine ni mwimbaji wa secular music, ni Jose Chameleone ambaye alikuwa akipatiwa matibabu nchini Marekani, ambaye ameugua kwa muda mrefu sana na kuonekana kwenye picha akiwa amekonda sana, akiwa dhaifu, akiwa ameisha. Ikumbuke kuwa Jose Chameleone ni mwimbaji ambaye aliweza kuvuma na kutamba na kibao chake kimoja kinachoitwa Tubonge. Ni nyimbo moja ambayo kiangalia kwa umakini ni nyimbo ambayo imeonyesha kama alikuwa ana dalili ya kumrudia Mwenyezi Mungu, au akiongea na malaika ya kwamba anaomba waongee, na kama Mungu anapatikana kwa njia ya Twitter au anapatikana kwa njia ya Facebook au anapatikana kwa njia ya mtandao wowote, anaomba basi apewe hata namba yake waweze kuongea. Na ndio maana ya neno tubonge, yani tuongee. Huyu mwimbaji ukifuatilia sana historia yake, ni mwimbaji kutoka Uganda. Ni mwimbaji ambaye amefanya vizuri hapo kipindi cha nyuma. Ni mwimbaji ambaye amevuma sana, ametaradade, ametrend sana. Na nyimbo zake zimekuwa zikifanya vizuri, na kati ya nyimbo ambayo imeleta gumzo au imefanya watu waweze kumjua zaidi ni nyimbo ile ya Tubonge, na wengi wameshindwa kuitambua kwamba ni nyimbo ya namna gani, aidha ni nyimbo ya dini au ni nyimbo ya secular, yani nyimbo za kidunia, au namna gani, kutokana na maneno au ujumbe uliotumika kwenye ile video. Mpenzi mtazamaji, tena napenda nikwambie kitu kimoja tena. Ikumbukwe kuwa kuna wakati mwingine msanii kama hujamjua vizuri kiundani, huwezi kumjua ni dini gani, au ni mtu ambaye asiyemtafuta Mungu kabisa, au ni mtu wa kawaida, au ni mtu wa namna gani, kutokana na kwamba msanii ni kioo cha jamii, na msanii anayejua engo vizuri za sanaa hawezi kubezi kwenye engo moja, iwe aonekane ni mpagani tu au aonekane ni Mkristo tu moja kwa moja. Hii imeonyesha tena kwa upande mwingine huu wa Chameleone kuonekana amefika nchini Marekani akiwa na hali yake tabani, akiwa ameugua ugonjwa unaoitwa ugonjwa wa kongosho kuonekana zimefeli. Lakini hapa katika tafiti zetu au katika ufuatiliaji, na sisi ni Manyoya TV, na pia ni kuombe ndugu yangu, kama bado hujasubscribe kwenye chaneli hii, ninakuomba usisahau kugusa alama subscribe, kisha like, kisha comment, utoe maoni yako ndugu yangu, ili usipitwe na taarifa yoyote. Usisahau kugusa neno linaloitwa subscribe, kisha alama ya kengele, utakuwa wa kwanza kupata taarifa zote zinazoendelea kwenye chaneli hii. Ikumbukwe kuwa pia ndugu Chameleone ni mtu ambaye kwa sasa ameweza kupoa sana, ameweza kustopu kwenye game yake ya muziki kutokana na changamoto kubwa ambazo zimekuwa zikimpata za malazi ya hapa na pale ya kila siku yaliyokuwa yakimsumbua. Na kwa wakati mwingi ambao imeonekana tena kwa wakati huu alionao, ameonekana akirudi tena kutoka hospitali ya Marekani na kurudi tena nchini kwao Uganda akiwa mzima, lakini bado hali yake ya kiafya ikiwa si nzuri tena, ikiwa amedhoofika sana, amepungua sana, na kwa utafiti inavyoonekana amepungua zaidi ya kilo 13 kwa muda mfupi wa wiki moja, na kiasi kwamba mguu wake ni sawa na mguu wa mtoto wa miaka 15, au unaweza nikasema mtoto wa miaka 10, akiwa na hali ya chini sana, akiwa amedhofu. Ni tofauti na picha zile zilizokuwa zikitrada au zikitembea mara ya kwanza. Imethibitika au imeonyesha baada ya yeye kueleza sana, kuonekana tatizo lake lililomkuta imekuwa ikionekana ni kongosho pamoja na magonjwa mengine, na pia yeye ameweza kueleza baada ya kurudi hivyo kutoka hospitali. Baada ya kuonekana amerudi kutoka hospitali, amedai kwamba tatizo lake la kongosho na pia na matatizo mengine, lakini madaktari wa kule hawajamwambia ni nini aache kutumia, ni nini asitumie, ni nini atumie. Lakini kutokana na hali yake ya afya imemlazimu kuacha pombe, imemlazimu kuacha sigara na baadhi ya vitu vingine ambavyo alikuwa akivitumia. Ameeleza hivyo yeye kwamba amepewa nafasi nyingine au amepewa muda mwingine wa kuweza kumrudia au kumtafuta Mungu wake, kwa sababu imekuwa ni bahati tu baada ya kuonekana hali yake ile ikiwa dhaifu sana, ni nusura ya kufa. Ameeleza hayo yote yeye.
na baada ya kuhojiwa zaidi kiundani amesema hivi kwamba hali yangu ilionekana kuwa ni mbaya, na mimi nikiwa nipo dhaifu na nikijua kabisa kwamba hapa ninakwenda, hapa nimekwisha. Muda wangu wa kuishi duniani ni umeisha, na sasa kilichobaki ni kumwendea Mungu wangu, na sijui nitaishi namna gani jinsi nilivyofanya kuishi huku duniani. Na sasa nimepata nafasi nyingine ya kuweza kuishi tena duniani. Najua hii ni bahati au ni ofa tu ambayo nimepewa kwa muda huu, lakini kwa sasa najua niendelee kumrudia Mungu wangu, kwa sababu saa yangu haieleweki kutokana na afya hii nilionayo. Hali yangu kwa sasa si nzuri. Ndugu zangu watumishi wa Mungu, au unaweza ngasema mashehe, naomba mniombee. Amesema hayo ndugu Jose Chameleone baada ya kuonekana hali yake imekuwa ni mbaya. Amekuwa mdhaifu sana, amekuwa kidhoofu sana, na baadhi ya picha zikimuonyesha akiwa anatoka huko Marekani na kurudi tena nyumbani akiwa na hali mbaya, akiwa amedhoofu sana, akiwa kwenye hali isiyoelezeka. Na baada ya hapo imeonekana kwamba Chameleone baada ya kuona hali ile, pamoja na kwamba madaktari wa kule hawajamwambia kwamba ni nini aache, imeonekana hali yake ile haimlazimu tena aendelee kutumia pombe. Inamlazimu aache pombe, inamlazimu aache sigara, inamlazimu aache vitu vingine ambavyo haviwezekani kwake yeye kuacha. Na hili bado linaleta gumzo kwa baadhi ya watu kwenye vichwa vya wengi, kuona kwamba Chameleone si mtu wa kuweza kufikiria kuacha pombe, si mtu wa kuweza kufikiria kuacha sigara, labda neema ya Mungu tu iingilie kati. Na yeye amedai hivyo kwamba yeye inamlazimu aache vitu hivyo kutokana na hali yake ya afya inayomkumba. Kuonekana sasa baada akitaka kuendelea tena kutumia hivyo vitu, itamlazimu tena arudi kwenye hali ile ile na kuisha kuendelea kuteseka, na tena anaweza kapoteza afya yake. Sasa baada ya kuona hivyo, ameamua kuchukua tahadhari ya kuacha pombe, ya kuacha kutumia vitu ambavyo vinaweza kaa vinaathiri afya yake. Na sasa watu bado kwenye vichwa vyao wanajiuliza, je, ni kweli huyu Chameleone tunayemfahamu ataweza kuacha pombe, ataweza kuacha sigara, ataweza kuacha vitu alivyokuwa akivitumia vyote ambavyo vinaweza kaa sio sahihi vikamsababishia kuacha afya yake ikaweza kuendelea kudhoofika? Je, ni nini maoni yako juu ya hapa, na ni nini unaweza kumshauri mtu wa namna kama hii? Ninajua kabisa kwenye jamii zetu tunazoishi, si Chameleone tu anayekutana na tatizo hili. Ni wengi ambao wanakutana na matatizo haya. Anakuta anatumia pombe kwa muda mrefu na kuacha hawezi, anatumia sigara kwa muda mwingi, kuacha hawezi. Je, ni namna gani atumie ili aweze kuacha? Au je, aendelee namna gani ili aweze linda afya yake isiweze kudhoofika? Nitumie comment, achia comment hapo chini na sisi tutaipitia ili tuweze kujifunza, labda na wengine waweze kujifunza ni nini kitumike kwa mtu anayetumia pombe, ni nini mtu anayetumia sigara, ili asiweze kuendelea kuteseka tena na hali ambazo wengi wanazipitia. Na kuna wengine hadi ndoa zao zimekwenda kupotea, zimekwenda kuvurugika, zimekwenda kuharibika kwa sababu ya vitu kama pombe, vitu kama sigara na baadhi ya matumizi mengine. Isitoshe kama wengine ni uzinzi, kwa sababu kuna wengine uzinzi kwenye mwili wao hauwataki, lakini bado anaendelea kuforce kutokana na mwili yao jinsi vile inataka. Na wengine pombe mwili yao haiwataki, lakini bado anaendelea kuforce kutokana na mwili yao jinsi inavyodai. Na pia wengine hawataki sigara, lakini mwili yao inaendelea kudai, hivyo inawalazimu waendelee kuvuta. Je, ni nini kifanyike juu ya huyu msanii, au ni nini kifanyike kwa watu wanaoteseka na vitu kama hivi? Tuachie comment hapo chini na sisi tutaipitia na kisha tutaweza kujibu, au baadhi ya wadau wengine wanaweza kujibu ni nini kifanyike ili kuweza kusolve tatizo hili, kwa sababu janga hili si la mtu huyu mmoja, ni janga la wengi ambalo linawatesa wengi. Ili kuweza kujinusuru kwenye janga hili au kwenye tatizo hili, ni nini kifanyike? Ndugu mpendwa, ikiwa kama bado pia hujasubscribe kwenye channel yetu, tunakuomba uweze kusubscribe kwenye channel hii ya Manyoya TV ili ya kwanza kupata taarifa zote, kupata updates ya kila aina tutakazokuwa tunaziweka kwenye channel hii. Nikutakie muda mwema na siku njema. Bye bye.